Yes bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media? Karibu tuyazungumzie yale ambayo yameandikwa kunako vichwa vya habari vya magazeti mbali. Ninalo gazeti la Mwananchi, Mwana Sports, wa Machinga, Ipashe, Mwanga wa Jamii na mengine mengi ambayo nitakwenda kukujuza kile ambacho kimeandikwa kunako vichwa vya habari. Mimi ni Torama Hadani Finest mjini sina shamba. Nikianza na gazeti la Mwananchi linasema nini katika kichwa ambacho kimeandikwa kwa maandishi makubwa, maandishi ambayo yamekozwa kwa rangi nyeusi, lakini pia huku yakiwa yanamuonyesha waziri wa fedha Mwigulu Nchemba akiwa ameshikilia kibegi ambacho ni kama tuseme ni briefcase, ikiwa imeandikwa bajeti ya serikali 2025-2026. Habari inasema nini? Bajeti ya kimkakati, miradi ya kiuchumi, uchaguzi mkuu, AFCON 2027 kipaumbele, sekta ya uzalishaji, rasilimali watu na mazingira ya biashara yaguswa, wastaafu bodaboda kicheko, wazee wa kubeti vilio, wageni kulipa bima. Namna ambavyo gazeti limeandikwa ukurasa wa juu kabisa katika habari ambayo imeonyesha bajeti ya kimkakati. Ni bajeti ambayo itazingatia vitu gani? Ni hivyo ambavyo nimeweza kukutajia hapo. Lakini habari nyingine kunako gazeti hili nasema Zanzibar kuwalinda vijana kukuza uchumi. Zanzibar kuwalinda vijana kukuza uchumi, akiwa anaonekana hapa mwanamama akiwa ameshikilia hiyo briefcase, na yenyewe pia inaonyesha nini? Ni bajeti ya mwaka. Haya, mume mkewe wauawa kikatili nyumbani usiku. Mume mkewe wauawa kikatili nyumbani usiku. Kurasa wa 7 utapata undani wa habari hiyo jinsi ambavyo imeandikwa. Habari nyingine ambayo inatamatisha habari ambazo zimeandikwa juu kabisa katika gazeti la Mwananchi inasema ajali boda janga 9 wafariki ya jeruhi 44. Ajali boda janga 9 wafariki ya jeruhi 44. Ukurasa wa ngapi? Ukurasa wa 12 na 13 utapata undani wa habari hiyo jinsi ambavyo mwandishi wa Mwananchi ameichoronga kinaga ubaga. Na hama hapo naingia katika gazeti lingine wa Machinga, sauti ya wanyonge. Inasemaje? Juu kabisa kule imeandikwa kazi iendelee. Chini habari kubwa inamuonyesha pia waziri wa fedha Mwigulu Nchemba akiwa katika bunge akizungumza, lakini kubwa kuliko ni bajeti ya trilioni 56.49. Ni bajeti ya trilioni 56.49. Dr. Mwigulu anasema uchaguzi mkuu sasa kugharamia kwa fedha za ndani. Uchaguzi mkuu sasa kugharamiwa kwa fedha za ndani. Trilioni 9.7 kutumika ununuzi wa bidhaa. Asema bajeti ya serikali 2025-26 imezingatia nyongeza ya biashara iliyotangazwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Mei Mosi mwaka huu. Kurasa wa 3 utapata undani wa habari hiyo jinsi ambavyo mwandishi wa Machinga, sauti ya nyonge, ameidaravua kinaga ubaga kunako ukurasa huo wa 3. Haya, habari nyingine inasema Wasira akerwa na matusi mitandaoni. Wasira akerwa na matusi mitandaoni. Ukurasa wa 4 pia utapata undani wa habari hiyo jinsi ambavyo imeandikwa kunako gazeti hili la Machinga, sauti ya wanyonge. Nikimeza mate na kuondoka kwa namna hii katika habari nyingine ambayo inasema Profesa Kitila 71% wanaridhika utendaji wa serikali. 71% wanaridhika utendaji wa serikali. Ni habari ambayo unaipata ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Machinga jinsi ambavyo Profesa Kitila amezungumza kile ambacho nimekusomea katika kichwa cha habari cha gazeti hili cha Machinga, sauti ya wanyonge. Na jump na shift kwa kuondoka na habari ya mwisho ambayo inasema serikali yaonya waajiri
wanaofanyisha kazi watoto. Serikali yaonya waajiri wanaofanyisha kazi watoto. Haya, ondoka hapo na elekea upande wa wanangu wa sheria 17 za mpira wa miguu. Mwana Sports anasema nini? Maswali tata, zawadi za Yanga FA, milioni 50 fedha anazochukua mshindi. Maswali tata, zawadi za Young Africans FA, milioni 50 ni zawadi ambayo anachukua mshindi. Haya, huku akiwa anaonekana Armas Kasongo, mwingine anaonekana ni rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF, Wallace Karia. Haya, kuna nini? Wewe kamata gazeti la Mwanaspoti utapata undani wa habari hiyo jinsi ambavyo yenyewe limeandika. Lakini juu kabisa picha kubwa ambayo imeonyeshwa kwa ukubwa wake ni kombe la CRDB, lakini pia inaonyeshwa rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi Said. Haya, habari nyingine inasema Simba sasa ni wao tu. Simba sasa ni wao tu. Ni wao tu kivipi? Chukua tu hilo gazeti la Mwanaspoti utapata undani wa habari hiyo jinsi ambavyo imeandikwa. Habari nyingine inasema Liva yaendelea kushusha vyuma. Liva yaendelea kushusha vyuma. Jokes mtihani vigogo vitani. Joki, mtihani vigogo vitani. Huyu ni player wa Sporting Lisbon. Sasa hapa inaonekana nembo ya Manchester United pamoja na Arsenal. Inavyoonekana hawa wanamgombea, wanahitaji saini yake huyo. Haya, habari nyingine anasema hili la dabi tukubali soka lishinde. Hili la dabi tukubali soka lishinde. Ni katika nondo za mkongwe Amri Kiemba akiwa anazungumza kwa namna hiyo. Mimi naondoka hapo nikimalizia kabisa na gazeti la mwisho likiwa limeandikwa wa Machinga Sports na muonyesha Aish Manula, Musa Pin Kamara na Emmanuel Arnold Okwi. Habari zinasema nini? Manula Azam FC mambo safi. Manula Azam FC mambo safi. Kamara wa Simba awania tuzo huko Gine. Kamara wa Simba awania tuzo huko Gine. Emmanuel Arnold Okwi kiboko ya Young Africans hizo anasema nini? Okwi alamba tuzo AS Kigali. Okwi alamba tuzo AS Kigali. Shungu atamba kuipaisha AS Vita. Shungu atamba kuipaisha AS Vita. Mimi naondoka hapo na najipumuta mavumbi, naondoka katika studio hii. Nyuma ya kamera yuko Idi Santos Idrisa, anapatikana hivyo kunako ukurasa wake wa Instagram. Mimi unanipata kwa jina gani? Ni Rama and then the finest mjini 27 pale Instagram. Bye bye.